Nasikia aibu, wasaliti wakubwa wa Simba. Sasa mimi leo naweka kila kitu wazi. Leta baba. Kama jipu na nilipua. Mimi niliungwa kwenye grupu ya Simba Influencers Real. Nisikilizeni wa Tanzania na shabiki wa Simba duniani kote. Huo ndio ukweli. Na leo naweka wazi, mwenyekiti, naweka wazi. Mwaga baba, mwaga. Nilivyojiungwa kwenye grupu ya Simba Influencers, nikaenda kwenye group information nione, je, kuna watu wangapi ambao wako kwenye hiyo grupu. Nikaona kuna wengine ni machawa kwenye grupu. Awali ya yote nikatuma message ya kwanza kwa huyu daktari wa mchongo, mnafiki mkubwa, kwamba wewe umeniunga kwenye grupu lakini mimi nimenyoka. Mimi siko kama leo wewe utazungumza hicho, kesho utazungumza hicho kwa ajili ya maslahi yako binafsi. Mimi siko hivyo. Hiyo message ya kwanza nikaituma kwenye group. Baadaye nikatuma message ya pili kwamba kwenye hiyo grupu nilivyoona kuna machawa. Wakaanza kuniambia kwamba Muhindi, kwa nini unasema kuna machawa? Unajua kuwa machawa sio kwamba labda unalipiwa nauli au unapewa hela. Unaweza kuwa chawa ukatumika kwa kuidhoofisha Simba, au unatumika na upande wa pili, lakini huwezi kufanya hilo bila kuwa na maslahi yako binafsi. Baada ya hapo kaniondoa kwenye grupu. Baadaye kuniondoa kwenye grupu, admin alikuwa huyu mnafiki, huyu mtapeli huyu. Nani huyo? Dr. Mo, anajiita Dr. wa mchongo, hata vyeti hana. Nikampigia simu nikamwambia, kwa nini umeniondoa kwenye grupu? Kwa vile nimeandika hayo? Basi bana Muhindi, usiwe na wasiwasi, nitakuunga. Kaniunga tena kwenye grupu. Alivyoniunga kwenye grupu ikaja message kwamba kuna mkutano wa ma-influencer kesho saa 5. Atakayekuja ni mwenyekiti wa wanachama wa klabu ya Simba. Nani huyo? Murtaza Mangungu. Basi mimi nikaenda kwenye mkutano, nikasema nijue yanayotokea. Nilivyoenda kwenye mkutano nikakuta hao baadhi ya machawa hao na mzee wangu Malini na mwenyekiti alishakuja pale. Nikakaa. Unajua hicho waandishi na wana Simba nachoongea, Mungu wangu ni shahidi wangu, sipindishi hata neno moja. Sema baba. Mungu ni shahidi. Sema baba, sema. Sema baba. Baada ya mimi kukaa, mwenyekiti akaanza kuwaongelea wachezaji wetu kwamba wachezaji wetu wengine wanafanya maovu, wengine wana wanawake wanatembea nao, wengine wanalewa. Mimi nikawa kimya tu nawasikiliza. Unajua waandishi walivyoniweka kwenye grupu, wakaona kwamba huyu Muhindi tutamteka au huyu Muhindi tutambadilisha, atakuwa upande wetu. Lakini la hasha,
Siwezi kufanya hivyo. Leo mimi siwezi kusaliti watu ambao wengine wanaumia, wanapoteza maisha zao kwa ajili ya Simba, mwenyekiti. Wengine wanapoteza maisha, wanakufa. Tunaona watu wanazirai uwanjani. Timu yetu inapofungwa tunaona kwa macho yetu. Leo upumbavu huo siwezi kukubali mimi. Baada ya mwenyekiti kumaliza kuwasema sana wachezaji, nikanyosha nikasema, mwenyekiti, mimi nataka kuongea. Kwa kuongea nataka nikuanze na kukuuliza maswali. Nikaambia mwenyekiti, wewe uko katika wadhifa wa kuwa kama mwenyekiti wa klabu, una muda gani? Kama sio miaka 4 unamalizia. Je, katika hiyo miaka 4 Simba inaporomoka, Simba haijachukua ubingwa, ulituita? Kwa nini ulikaa kimya? Je, kwa maslahi yako binafsi? Namwambia live, naongea naye na hao machao wake wapo. Akaniambia kwamba kama mimi sijakuita si ungenitafuta. Nikamwambia mwenyekiti, wewe kila wakati unaniona kwenye mtandao na kukataa, message zangu unazipata. Ilikuwa wewe unitafuta mimi. Lakini cha kushangaza sana kwamba leo mwenyekiti wa klabu baadaye kuitisha mkutano wa dharura, awaite wanachama wa Simba ajadili hilo swala. Kwa nini unawaita ma-influencer, wanajiita influencer ambao ni watu wachache 10-11 katika wanachama labda tunao 3,000? Mwenyekiti, tuna wanachama wangapi? 15, 16. Sasa kwa nini unawateua watu 10? Hao ni wahuni. Wewe hao watu umewaitia kwa sababu unajua utawamudu. Kwa bahati mbaya uliniita na mimi, yani ulibugi. Mpira pesa, Shabani mpira pesa, umenithamini sana, umejua uwepo wangu uwepo hapa, na unatambua mapenzi yangu mimi na Simba, na sio kusema kwamba ni mpira pesa tu. Nadhani wote ambao mko hapa na wengine ambao wanaotusikia na wanaotuona wanajua uchungu ninaokuwa nao ninapoona klabu yangu ya Simba inaongelewa mabaya au inafanya vibaya. Mimi nasikia uchungu zaidi ya uchungu, na mara nyingi hata kama tukiingia uwanjani tukicheza tukifungwa, wakati tunatoka, kwa sababu mimi nakuwepo na uchungu zaidi, huwa najifunza kunyamaza. Kama ni mtu unayependa kitu chako na ni jambo lako, ukaona lile jambo limekukera sana, hebu usiende kwenye halaiki kuongea maneno. Hebu tuliza moyo wako ili uweze kujua jinsi ya kuweza kunyamaza. Sasa mimi nadhani hata huu mjadala yaweza kuwa labda umeibuka kwa ajili yangu. Niliongelea jana nimeongelea kuhusu madalali, sijui ni machawa, sijui ni aina gani. Yaani mimi nashindwa hata kuongelea niongelee kitu gani, kwa sababu wote wameshaongea, kila mmoja ameshaongelea. Sina haja ya kuongelea, maana naona kama vile unachafua kinywa changu. Siwezi kuongelea tena. Mimi nanukuu mwenyekiti wakati tupo kwenye Mangungu, wakati tuko kwenye mkutano, alizungumza hivi klabu yetu haina matatizo yoyote, na alifafanua mpaka
pesa jinsi zilivyotumika na jinsi zinavyotumika na zilizopo mpaka sasa. Sikusikia mwenyekiti Mangungu akiongelea Mo Dewji akizungumzia kwamba Mo Dewji ni mbaya, Mo Dewji labda atoi pesa afanye nini. Lakini nimekuja kushangazwa na jambo moja. Kama ni kweli Mangungu, kweli kabisa naongea kutoka ndani ya moyo wangu, kama kweli ndiye aliyewaita hawa maefesa kwa ajili ya kwenda kuwaeleza kwamba Mo Dewji ndio mbaya, ndio anayesababisha. Nikamuuliza kwamba nikuulize swala lingine, kwamba kwa nini siri za Simba zinavuja? Leo jezi zilivuja za Simba, wachezaji ambao labda tunawataka sisi wanaenda upande wa pili. Hii inatokana na sababu gani? Kanijibu kuhusu jezi tu, na nachosema na mnukuu mwenyekiti ambacho amenijibu. Ananiambia hizo jezi za Jairuti sisi viongozi hatuhusiki, anayehusika ni Jairuti. Kwa hiyo kama jezi kuvuja, moja kwa moja mhusika ni Jairuti. Sasa nikajiuliza kwamba kama kweli Jairuti anashindwa kudhibiti jezi zinavuja za klabu ya Simba, anaweza kuwa mwekezaji katika Simba? Anastahili kuwa? Kitu kidogo kimemshinda. Baada nataka kuendelea kumuuliza maswali, hao machawa wakaniblock. Wakanambia Mwindi mkutano mwingine. Msemalini ulikuwepo? Wakasema basi nitamuita Mo upande wa pili, tutaitisha mkutano tena. Tutaitisha mkutano tena. Mpaka leo huo mkutano haijatwishwa wala Mo hajakeza. Baada ya huo mkutano, waandishi nisikilizeni. Baada ya huo mkutano kuna machawa wananiambia, Mwindi, kwa nini ulikasirika? Kwa nini ulikuwa na mfoka kwa mwenyekiti? Nikaambia sikilizeni, nie kama mliamua kuniita, msinipangie kwamba nimeongea hivi au hivi. Mimi ambacho nilitaka kumuuliza, nataka kuongea, nimeongea naye. Kama mlitaka ninyamaze kimya, msingeniita. Wakajua huyu Mwindi asomeki. Huyu Mwindi ashakuwa mwiba. It's not a game, it's a rich thing.